Mjue Mungu, mjue Mungu. Tamani sana kumjua Mungu. Kuna faida nyingi za kumjua Mungu, kama ambavyo tuliona sehemu ya kwanza ya somo hili. Tutakwenda kuona pia kipengele hichi katika somo hili. Tamani kumjua Mungu, neno lake Kristo likae ndani yako. Njia ya kwanza ambayo inatanguliwa na shauku. Ukisoma kitabu cha Ayubu ambacho tulikisoma, kitabu cha Ayubu ile sura ya 22 mstari wa 21. Ayubu, maandiko yanasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Anasema mjue Mungu ili uwe na amani. Amani imefichwa katika kumjua Mungu. Ukimjua Mungu utakuwa na amani, lakini pia mema ndivyo yatakavyokujilia. Kwa hiyo ili uyafaidia hayo mema, lazima umjue Mungu. Kama ambavyo tuliona, kumjua Mungu ni hatua ya kumtambua kwa kuangazishwa kwa nuru yake, kwa kufunuliwa ukweli wake. Lakini leo tutaangalia kile kitabu cha Danieli. Tutasoma mistari kadhaa. Weka macho hapo, sura ile ya 3, kitabu cha Danieli, kuanzia mstari wa 12 mpaka 18. Maandiko yanasema, wako Wayahudi kadha wa kadha uliwaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yaani Shadraka, Meshaki na Abednego. Watu hawa, mfalme, hawakukujali wewe, hawakuitumikia miungu yako, wala kuiabudu ile sanamu ya adhabu uliyoisimamisha. Basi Nebukadneza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu, walete hao Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi wakawaleta watu hao mbele ya mfalme. Nebukadneza akajibu akawaambia, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata hamtumikii Mungu wangu, wala kuisujudia sanamu ya ghadhabu niliyoisimamisha? Basi sasa, kama mkiwa tayari, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha ni vema, bali msipoisujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakaye waokoa ninyi na mikono yangu? Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja ya kujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Basi kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako, wala kuisujudia hiyo sanamu ya ghadhabu uliyoisimamisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mjue Mungu. Tamani nuru ya Kristo iangaze ndani yako. Ziko faida za kutembea na Mungu unayemjua. Mfano wa watu ambao walimjua Mungu na tunaona matokeo chanya
katika maisha yao ya kumjua kwao Mungu ni hao vijana ambao walikuwa wamishoni Babeli, Meshaki, Shadraki na Abednego, ukimjumlisha na Danieli. Hawa walitangaziwa kwamba iko sanamu ya mfalme ambayo kila mmoja anapaswa aiabudu, na hiyo sanamu ilithaminika mbele ya mfalme, lakini Meshaki, Shadraka na Abednego wao hawakuifahamu, hawakuithamini, hawakuiheshimu. Jambo au kitu ambacho ukijui hawezi ukakipa thamani. Mfano tunapewa baba zetu wa zamani, nyakati za ukoloni, walikuwa wakichezea bao dhahabu. Dhahabu ndo kete za kuchezea bao. Hawakuithamini dhahabu kwa sababu hawakuijua. Kama wangeijua wasingeithamini, wasingeidharau, wasingeiona ya kawaida. Kama umjui Mungu hawezi ukamheshimu wala hawezi ukamthamini. Meshaki na Abednego na Shadraki wao hawakumheshimu Mungu wa mfalme Nebukadneza. Hata Nebukadneza hakumfahamu, hakumheshimu Mungu wa Meshaki, Shadraki na Abednego. Kwa hiyo kila mmoja alicheza upande wake, na kila mmoja aliona mwenzie anafanya dharau. Kweli wakina Meshaki hawakuheshimu kabisa ile sanamu, ila walichokijua ndicho walichokithamini. Kumjua kwao Mungu kulitengeneza nidhamu, thamani na heshima kwa huyo Mungu. Mungu aliyeheshimiwa na kina Meshaki, aliyethaminika na kina Meshaki, alionyesha matokeo ambayo sio ya kawaida. Ikatoka amri kwa mfalme kwamba kama wako watu vijana wa Kiyahudi ambao hawataki kuisujudia sanamu yangu, hawa watapata adhabu kali. Ikatangazwa adhabu kali. Vijana hao wakaisikia hiyo adhabu kali, pamoja na kuambiwa kuna tanuru la moto. Hawakukubali kuinamia, kuisujudia sanamu. Utathamini pale au kile unachokijua. Ukimjua Mungu, nuru yake ikiangaza ndani yako, hapo ndipo ambapo utaweka thamani yako, utaweka heshima yako. Tamani kumjua Mungu, na ukimjua atakudhihirishia matendo yasiyokuwa ya kawaida. Wewe tamani kumjua, mwambie, yawe na maombi yako kwamba Mungu, naomba ujifunue ndani yangu, kwamba Mungu, naomba useme na mimi, kwamba Mungu, naomba utembee na mimi. Tamani Mungu atembee na maisha yako, kwa sababu Mungu wetu ni yeye ni jana, leo na hata milele. Yeye yuko pamoja nasi na anatamani kujifunua kwa kila aminie. Mungu anatamani, ni shauku ya Mungu kutembea na wewe, kujifunua katika maisha.
Mungu anataka umjue. Popote ulipo, tamani kumjua Mungu. Usifike mahali ukasema kwamba mimi tayari inatosha kumjua Mungu. Hapana. Hawa vijana wakatishwa sana, na havikuwa tu vitisho. Hawa watu walikuwa wako serious kweli kwamba asiyesujudia ataangamia. Kunazaliwa kitu cha ajabu katika kumjua kwao Mungu wa vijana. Tunaona ujasiri wa imani ambao kwa wa kawaida. Moja, unapomjua Mungu hautaweza kugarikishwa, kuyumbishwa, wala kujawa na hofu ya namna yoyote katika maisha yako upitapo katika majaribu. Moja. Lakini pia unapomjua Mungu huwa kuna imani, ujasiri wa imani ambao unazaliwa ndani yako kwa namna ya ajabu sana. Hofu, kukata tamaa kunaondoka kabisa katika maisha yako. Tamani kumjua Mungu, iwe ni shauku yako. Usifike mahali viwango fulani ukasema kwamba mimi inatosha kumjua Mungu. Hapana. Mwambie Mungu, mimi natamani kukujua. Hapa neno limesema kwamba mjua sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema atakavyokujilia. Mjua sana Mungu. Mungu, nataka ujifunue. Kumjua Mungu maana yake yeye mwenyewe anajifunua kwako. Hajifunui kwako kama umefunga moyo, anajifunua kwako kama malango ya moyo wako yako wazi. Anajifunua kwako kama kuna shauku, anajifunua kwako kama kuna imani ndani yako. Mungu uko wapi? Mungu wewe ni nani? Mungu unafanyaje kazi zako? Mungu unaponyaje? Mungu wewe unabarikije? Mungu wewe unainuaje? Mungu wewe unafarijiaje? Mwambie Mungu. Mwambie nataka nikujue. Utaona zitakuja nyakati za hatari, lakini hazitakugarikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuja ushawishi na vitisho vya kila namna, lakini havitakuondoa kwenye mstari. Kwa nini? Kwa sababu unamjua Mungu. Ukimjua Mungu, ujasiri wa imani utazaliwa ndani yako. Ukimjua Mungu, utaona utakuwa na maisha ya ushindi siku zote za maisha yako, na watu wataiona neema na nuru inaangaza katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamani kumjua nani? Mungu. Maandiko anasema ndipo Meshaki, mstari wa 16, ndipo Meshaki na Shadraka na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja ya kukujibu katika neno hili. Maana yake hatuna majibu mazuri ya kukupa amani na matumaini katika jambo lako. Ano, kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia haweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, hata tuokoa na mkono wako mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme ya kuwa sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia sanamu ya dhahabu uliyosimamisha. Tunajua Mungu anaweza kutuokoa, na hata kama hatatuokoa bado hatutokubali kuisujudia sanamu yako. Hivyo ni viwango vikubwa vya mtu anayemjua nani. Yaani unasema kwamba mimi hata kama nitafika kwenye mazingira magumu kiasi gani, lakini najua Mungu wangu atadhihirika na ataniokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua Mungu wangu atanisaidia, najua Mungu wangu atanitetea, najua Mungu wangu atadhihirika na kunipigania na kuniokoa na makanyo ya simba. Yaani lazima uwe hivi, na hivyo ndivyo ambavyo inazaliwa ndani yako kama unamjua Mungu. Okay, unamjua Mungu, hakitoishia tu kusikia sauti yako, ndio, ila tutaona matokeo ya wewe kumjua nani? Mungu.
Tunaona Meshaki wanasema kwamba sisi hamna, hatuisujudii sana, lakini tunajua Mungu wetu atatuokoa, na hata kama sipo sisi hatutoinamia sanamu yako. Mpendwa, mimi namwamini Mungu, Mungu atanisaidia, lakini napokuja jaribu, wewe mwenyewe unaiacha nini? Imani. Mpendwa, mimi namwamini Mungu, Mungu ataniokoa, lakini napokuja jaribu, mawimbi yanakupiga. Sasa unamwaminije Mungu? Kwa hiyo unamwamini Mungu simjua. Kama ungelimjua angekusaidia. Wangapi wanajua silaha? Tuchukulie mfano silaha. Okay. Acha silaha. Mfano silaha. Wangapi wanamjua simba? Tunaona silaha, wengine yamkina waoni, hawajui. Simba wangapi wanamjua simba? Unaposikia simba, nini kinakuja akilini? Mnyama mkali. Mwingine nini ambacho kinakuja kumuhusu simba? Yaani wewe unaelewa nini kuhusu simba? Kiufupi, wewe unamjuaje simba? Unamjua kama mkali. 1, 2, unamjuaje simba? Muuaji. 3, unamjuaje simba? Mfalme, mbabe maana yake, si ndivyo? Sasa kama unamjua hivyo simba, ukimwona tu simba utaanza kuparamia nini? Miti, kuokoa roho, kwa sababu simba hakutangazii na kuja kukuua. Wewe mwenyewe tayari unamjua simba kwamba ni nani? Ni muuaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti msituni simba anatangazia mnyama kama anakuja kukuua. Kwa nini unamkimbia nyoka? Kwa sababu automatic unajua nyoka anagonga na sumu yake ni kali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukimwona tu nyoka unaanza kujihami mapema. Aliyakuwa nyoka hakutangazii kwamba mimi nakuja kufanya kukung'ata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unamjua nyoka, unamjua simba, unaijua silaha kwa sababu inaleta madhara katika maisha yako. Lakini je, Mungu wako unamjuaje? Huyu Mungu amejifunuaje kwako? Je, una ushahidi kwamba Mungu ni mponyaji katika maisha yako? Je, una ushahidi kwamba amejifunua kama mwaminifu katika maisha yako? Je, unamjua kwa yeye kujifunua kwako kama mfariji na mtetezi wa maisha yako? Lazima uwe na uhakika, kama ambavyo haunaga maswali ya kujiuliza kichwani. Unapomwona nyoka katika maisha yako, unajua kabisa huyu ana sumu kali. Unapomwona simba katika maisha yako, unajua kabisa huyu ni muuaji, na unachukua hatua za kujihami. Ndivyo ambavyo unataka kufanya mbele za Mungu wako, kwamba Mungu yupo na ana nguvu kuliko chochote. So unaanza maswali ya kujiuliza, hivi Mungu kweli yupo? Kila mwendaye Mungu lazima aamini kwamba yupo. Unapomwamini Mungu hivyo, Mungu anafungua njia, Mungu anafungua milango, Mungu anakutetea, Mungu anakupigania. Kwa hiyo kumjua kwako Mungu kuna faida sana, nyingi sana katika maisha yako, tena zote ni faida heri na salama na za baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamani kumjua nani? Tamani kutembea na nani? Sasa mtu yupo kanisani bado anapapasa kumjua Mungu. Ndio maana tunakufundisha ili umjue nani? Mungu. Mtu yupo kanisani bado ana mashaka na Mungu. Ndio maana tunakufundisha kuwa na uhakika na nani? Kwa sababu imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, bayana mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo uwe na uhakika na Mungu wako, uwe na uhakika na Mungu wako popote uwapo, katika hali zote, wewe mjue Mungu. Inakuja jambo sasa hivi, ninyi mnamjua Mungu wangu kweli? Halo, hivi ninyi mnamjua Mungu wangu kweli? Unawasimulia vile unavyomjua wewe Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona mapigo ya moyo yanaenda
Presha inafanyaje? Ina kadi ya kisukari. Umeambiwa una nini? Una kadi kabisa ya kansa hospitali. Wamekwambia wewe una nini? Una kansa. Vipimo vinaonyesha una kansa. Wewe iambie kansa yako vile unavyomjua nani? Alo. Unaona kana kwamba yani masomo yaeleweki. Unaona kana kwamba ni watoto hawaeleweki. Unawaambia watoto wako vile wewe unavyomjua nani? Simulia, tamka, amuru. Tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za ule nani? Adui. Maandiko yasema mtashiba kwa matunda ya vinywa vyenu. Wewe unatamka nini? Unachokitamka ndicho unachokijua. Ukiona mtu anatamka hekima, ndio anayojua hekima. Ukiona mtu anatamka mambo mabaya, ndio anayoyajua. Maana kimtokacho mtu ni kile kilichojaza moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamani kumjua nani? Tamani kumjua nani? Asiwe Mungu tu wa kumsikia kwa mchungaji, asiwe tu Mungu tu wa kumsikia kwa jirani. Mungu ajifunue katika maisha yako. Mungu ajishuhudie mwenyewe katika moyo wako. Wewe utembee na ushuhuda wa kimungu dhahiri. Maana wengi tumesumuliwa habari za Mungu. Yaani mwingine anafikiria Mungu tu ni sanamu fulani liko hapa. Mwingine anafikiria ni Mungu tu ni wa Agano la Kale na Agano Jipya. Mwingine anafikiria tu Mungu tu ni yule ambaye tendaga kwa mama mchungaji. Mwingine anafikiria tu Mungu ni yule aliyemwokoa mchungaji wetu. Fikiri Mungu tu ni yule ambaye alisema imekwisha msalabani, akapigwa mijeledi. Na kuna wengine tena hii ni ajabu sana. Kuna mwingine yupo kanisani leo, alipoangalia ile movie ya Yesu, akasema yule ndiye nani? Pole. Kwa akianzaga kuomba ile picha inafanyaje? My friend, yule ni mwigizaji. Yule mwigizaji ambaye aliigiza habari za nani? Tena bahati mbaya kabisa aliyeigiza alikuwa hajaokoka kabisa. Alikuwa ni mtu ambaye mjui nani. Wewe unafundishwa tunamjua Mungu kwa kumwamini. Sema imani. Sema imani. Imani haiendi kwa kuona mpendwa. Imani haiendi kwa kusikia tu. Imani haiendi kwa kugusa tu, hapana. Imani ni ushuhuda wa ndani wa kweli ya Mungu. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo baada ya mambo yasiyoonekana. Mjue Mungu. Tamani kutembea na ushuhuda wa Mungu. Tamani kuona mguso wa kimungu katika maisha yako. Tena iwe endelevu, isiwe tu siku moja. Unajua kuna watu wengine wanagutana na Mungu, wanamjua Mungu namna ambavyo ametembea nao, wanasema hakika Mungu yupo. Halafu ikipita wiki mbili amesahau, mwezi amesahau, wiki tatu amesahau. Hapana, mjue nani? Tembea na nani? Na Mungu. Rafiki yangu, nani anayeweza kutembea njiani mnaongozana pamoja, tena safari ndefu ya maisha, na mtu usiyemfahamu? Unaweza? Eti hivi unaweza kudiriki kutembea na mtu unatoka naye kijiji hichi unaenda kijiji kingine kwa mguu na mtu usiyemfahamu? Wao ni kama ni hatari kusema kwamba namjua Yesu afu hamjui Yesu kwenye maisha yako. Halo? Hauoni kama ni hatari sana kujinadi mbele za watu kwamba mimi nimeokoka, hali ya kuwa una njia zingine za ajabu ajabu sana? Wao ni kama ni hatari kwenye maisha yako. Kwa uwe na kiu wewe kama wewe ya kuguswa, ya kuangazishwa na nuru ya Kristo. Yesu mwenyewe akae ndani yako, uone ushuhuda wake ndani yako. Mjue nani? Ayubu anasema hivi, mjue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani. Kisha hayo mambo mema ndivyo atakavyo kujilia. Kwa hiyo ndani ya kumjua Mungu kumefungwa baraka zako. Tamani kila siku, kila saa, kila wakati kumjua nani? Mungu. Simama kwa miguu yako.